Wakizungumza katika kaunti ya Busia, wawakilishi wadi hao wamesema kuwa madai hayo ya gavana si ya ukweli na yamenuia kuwakosanisha na wananchi. Aidha, wanadai kuwa fedha zilizotengwa katika bajeti ya ziada ya awali zimeondolewa bila maelezo ya kuridhisha. Juzi kama wiki mbili iliyopita tulishikwa na mshangao, hata wananchi wakapigwa na butwa kufuatilia matamshi ya mheshimiwa gavana wetu ambaye alisema kwa matanga kule Samia ya kwamba MCAs wa Busia wanapewa shilingi milioni 20 ili kufanya miradi katika wards zao. Na nataka kuelezea wananchi wa kwamba tukiangalia katika ile mpangilio ya bajeti, mwaka wa kwanza ambayo tukiingia pale bungeni, financial year 2022-2023, ward ziliweza kualloketiwa 8 million ya kufanya miradi. Mwaka wa 2023-2024, wards zikaalloketiwa milioni 11 kufanya kazi. Ukweli ni kwamba wakati huu sisi MCAs tunapitia mambo magumu sana katika wadi zetu, kwa sababu wananchi wote wanaamini ya kwamba MCAs wamepatiwa pesa na wako nazo kwa mifuko. So imetuletea shida na tumekuwa na wakati mgumu sana kujieleza kwa wananchi ya kwamba sisi hatupokei pesa. Gavana ndiye anayefanya miradi yote katika wadi zetu. Sisitizo kubwa kabisa na gavana wetu wa Busia, Honorable His Excellency Otuoma, alisema kwamba anaenda kumalizana na pending bills. Lakini kuanzia kwa mwaka wa kwanza, wa pili mpaka wa leo hakuna location kwa budget yeyote ambaye gavana wetu ameweka kwa nia ya kulipa pending bill. Wawakilishi wadi hao wamemtaka gavana Paul Otuoma kujitokeza wazi na kurekebisha matamshi yake mbele ya wananchi, kile wanadai kwa maneno yake yameathiri mahusiano yao na wananchi. Aidha, wameapa kutoapisha bajeti ya ziada ya mwaka wa kifedha 2025-2026 ambayo imealloketiwa kwa ward, alafu ni jukumu la executive kufanya ile kitu inaitwa implementation. Haya yanajiri majuma machache baada ya gavana huyo kuwataka wawakilishi wadi katika kaunti hiyo ya Busia kuwajibikia fedha milioni 700 ambazo zilitengwa kwa bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025 ili kutekeleza miradi katika wadi zote. Sisi hapa ile pesa tunapeana katika ward, ukiweka wards zote pamoja. So mimi saa ingine nashindwa, badala ya MCA kutembea akiambia wananchi nimepewa pesa fulani kwa ward yangu nafanya hii, wengine ni kuongea juu ya government. But instead of accounting for 700 million shillings ile tumewapea, wanakumandamanga tu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.